السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره، نتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، tukiwa tunaendelea na tafsiri ya Qur'an na darasa yetu ya leo ni suratul Maun. Suratul Maun ni katika sura zinazopatikana katika juzuu ya Amma, na sura hii pia imesemwa pande mbili, na tunajua kuna sura zimeteremka nusu yake Maka na sehemu nyingine ya sura hiyo Madina, na halikadhalika suratul Maun imeteremka upande mmoja Maka na upande mmoja imeteremka Madina. Na imeteremka Maka, Allah subhanahu wa ta'ala, wafasiri wakatuambia kwamba nusu ya kwanza imeteremka Maka hasa ikimhusisha Al-Asi ibn Wa'il, lakini vile vile upande wa pili, sehemu ya pili ni Madina, ikiwagusa moja kwa moja wanafiki wa Madina. Na tunamjua bwana mmoja akiitwa Abdullahi ibn Ubay bin Salul. Huyu alikuwa ni raisul munafiqin, ni kiongozi wa wanafiki. Kama kuna rais wa wanafiki, huyu alikuwa ndio rais wao, ni kiongozi wa wanafiki, Abdullahi ibn Ubay bin Salul. Na tunajua wanafiki kwamba walikuwa wakijiweka kujifanya wao ni Waislamu sana mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya waumini, lakini wakimpa mgongo Mtume wakiwa peke yao, ndio wale tunawaambiwa kwamba wa idha khalau ila shayatini, wanapokuwa peke yao na viongozi wao, mashetani wao, sema inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sisi tuko pamoja na nyinyi, tuwafanyia shere tu wale, tuwacheza shere tu wale. Tukiwa mbele yao, wakiwa mbele ya Waislamu wanasema amanna, tumeamini kama mlivyoamini nyinyi, lakini wanachukua habari za Waislamu wanapeleka kwa makafiri. Kazi yao ni hiyo, wanaupiga vita Uislamu wakijifanya ni Waislamu. Na hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazungumza, ikaletwa sura nzima katika Qur'ani, juzuu ya 3, suratul Munafiqun. Wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamu, ukiwaona, manake ukiwaona wao, Mwenyezi Mungu anasema yatakufurahisha muonekano wao, maumbo yao,
kama wao wakiingia kwenye swala hujifanya wao wana khushui kuliko watu wote. Swala zao ukiwaona huwezi kuwadhania, na hawa ndio wakawa wabaya sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabashiria akisema, mnafiki atakuwa katika daraja la chini kabisa katika moto wa Mwenyezi Mungu. Kwa sura hii utaona imegawika sehemu mbili kama ambavyo wanachuoni wametuambia. Suratul Maun pia tusamma suratud din, jina jingine inaitwa suratud din, yani sura ya siku ya malipo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aya zake ni 7, ina aya 7 sura hii. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anaanza na sura hii akisema, araaita alladhi, je, umemuona yule ambaye yukadhibu biddin, anaikadhibisha siku ya malipo. Ad-dinu bimaana yaumul hisab, yaumul jazaa. Je, umemuona yule ambaye anaikadhibisha siku ya malipo? Hapa Mwenyezi Mungu anataka kututambulisha kundi la watu ambao wao moja kwa moja kwa sifa ambazo Allah atazitaja, hawa husemwa kwamba wanaikadhibisha siku ya malipo. Tukisema kukadhibisha siku ya malipo, tumaanisha ya kwamba wanaipinga, wanaikataa siku ya malipo. Na ukisema kuikataa, kuipinga siku ya malipo, sio mpaka utangaze kwamba mimi sikubali, napinga siku ya malipo. Wako watu walijitokeza wakakataa kwamba kuna siku ya nini? Malipo. Kuna watu mpaka leo wanajua kwamba watu wakishakufa duniani hakuna tena nini, lolote litakalotokea baadaye, ukishamzika basi. Ndio maana wenzetu wengine wanawachoma moto maiti zao. Wenzetu wengine wana itikadi kwamba ukifa hapa Pemba utazaliwa mwingine India, na ikitokea mtu kafanana sana na mtu fulani marehemu, wasema ndio yule, itakuwa amezaliwa tena. Wako wana itikadi hiyo. Lakini je, Uislamu unatuzungumzia vipi kuhusiana na mauti? Anapokufa mtu, watu wataingia kwenye kaburi. Ndani ya kaburi kuna mapito yatatokea mule, kuna maisha ndani ya kaburi ndio yanaitwa hayatul barzakh, maisha ya kaburini. Na ndani ya kaburi kuna ima, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kaburi itakuwa bustani, raudhatan min riyadhi aljanna, itakuwa bustani katika bustani ya peponi. Kuna watu ndani ya kaburi. Wewe umeshamzika mtu, umemwacha pale, unajua umemweka kwenye shimo, lakini shimo lile ima litakuwa ni eneo kubwa sana ambalo ni tukufu sana, muna bustani, muna starehe, kila unazijua katika starehe na usizozijua Mwenyezi Mungu ameziandaa tayari. Pepo inaanza wapi? Ndani ya kaburi. Ima itakuwa ni raudha, ni bustani min riyadhil janna, katika bustani ya peponi. Mahurulaini amo mule, wanawake wa peponi wanawafurahisha, na vile vile wanawake watakuwa wanapata starehe mule. Ni maisha mazuri yaliyokamilika na vyakula vya kila aina. Bado haijafika siku ya hisabu, mambo ya mule. Lakini pia baada ya kufufuliwa kuna maisha baada ya kaburini, kuna kufufuliwa na kukusanywa watu sehemu moja kwa ajili ya kufanya nini? Kusubiria siku ya malipo. Na hicho kitakuwa ni kisimamo kirefu mno. Kwa kuna watu Allah anataka kuwataja katika sura hii kwamba wanaikadhibisha siku ya malipo. Si tu kwamba watakuwa wanatangaza hatukubali,
Ndio maana tukasema kuna kundi Allah kalitaja, alladhina hum fihi mukhtalifuna, wanatofautiana, wanapinzana kwa kauli. Ipo siku hiyo? Haipo? Wapo kundi hilo, lipo kundi hilo. Sivyo hivyo, sayalamuna, karibuni watajua. Thumma kalla, kisha sivyo hivyo, sayalamuna, karibuni watajua. Watajua nini? Watajua kwamba hiyo siku ipo au haipo. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anataka kutuambia watu wa sampuli ipi? Araita alladhi, je, muona yule ambaye yukadhibu biddin, anaikadhibisha siku ya malipo. Fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye yad'u al-yatim, anamsukuma yatima. Fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye yad'u al-yatim, anamsukuma yatima. Kumbe huyu anayezungumzwa hapa haoneshwi kwamba moja kwa moja anakataa kwamba kuna malipo, lakini matendo yake ndiyo yanaonesha kwamba kuna nini, hakuna siku ya malipo. Matendo. Na miongoni mwa kitendo kilichotajwa hapa ni nini? Kumsukuma yatima. Kumsukuma yatima ni kumwacha bila ya kumshughulikia yatima. Kumsukuma yatima ni kuwa na yatima haki zake ukazidhulumu, ukazichukua wewe. Kumsukuma yatima ni kumdharau na kumdhalilisha na kumtesa na kumfanyia maudhi yatima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza mno jambo la kufanyia wema nani? Mayatima. Wala tahadhuna ala taamil miskin, wala nyinyi hamuhimizani juu ya kuwalisha maskini. Achilia kutoa pesa yako kumsaidia, au ukawa nazo fedha zake unazisimamia ukamshughulikia kumhudumia, kutumia pesa yake. Pia kuna mtu hatumii mdomo wake wala hatumii neema aliyopewa na Allah ya ushawishi, akahimiza wenzake watoe wawalishe mayatima. Pia kaekwa kundi baya, wala tahadhuna ala taamil miskin, wala hamuhimizani juu ya kuwalisha maskini. Kwa yatakiwa pia tutumie ndimi zetu kuambia matajiri walionazo fedha, hata wasiokuwa matajiri, mwenye uwezo hata mdogo, bwana, sikukuu hii vipi, tafuta angalau yatima mmoja umvishe nguo, jisikie fahari umemvisha. Kuna yatima anacheka, anakenua, anatabasamu kwa sababu kavaa nguo mpya ulomvisha wewe. Jisikie fahari, jisikie fahari kumwona yatima anatembea kiatu ulichomvisha wewe. Sio jambo la matajiri. Kuna watu tuna fikra mbaya sana kwamba labda matajiri ndo wakae wafungue vituo, watoe bahasha kwa mayatima. Hata wewe uliopewa shilingi 500, tengeza furaha kwa yatima. Sema sasa, leo nimepatwa na mambo na jambo langu nalielekea zito hili, ngoja nitafute nyumba moja ya mayatima nipeleke kitoweo leo wale samaki hawa. Ukifika sokoni, toa 4,000 tu, chukua mafungu mawili 2,200, mafungu mawili ya 4,000, halafu chukua tena siri yako, usitangaze, toka mdogo mdogo. Ukifika, jamani, hodi, sadaka yenu hii. Tena nimepewa na mtu mzigo wenu. Nani? Mimi kanipa tu, mtu anambia nyumba hii, hizi na nyumba fulani, kumbe ni wewe. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu sadaka ya kufichwa Mwenyezi Mungu anaipenda mno, na kaweka kivuli kwa watu ambao watakuwa wanatoa sadaka kwa kuficha. Alladhi tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, ambaye anatoa sadaka anaificha, hata la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hadi mkono wake wa kushoto haujui kilichotolewa na mkono wa kulia. Hiyo ni lugha, hiyo ni fasihi. Mwenyezi Mungu mkono wa kushoto kwamba haujui kilichotolewa mkono wa kulia, maana yake ni kwamba hata mtu wa karibu, pengine mke wako, hajui kwamba wewe umewalisha mayatima siku ile. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, atakayesimama kuitatua haja ya mwenzake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimama kumtatulia haja yake. Wala tahadhuna ala taamil miskin,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika aya hii anamtambulisha mtu ambaye ana tabia ya kuwasukuma mayatima, ya kuwaacha mkono mayatima, ya kuwadharau mayatima, ya kuwasumbua mayatima, ya kuwatesa na kuwaonea na kuwadhulumu mayatima, ya kwamba hawa ni katika watu wenye kukadhibisha siku gani? Siku ya malipo. Anakadhibishaje? Hivi huyu thamani yote aliyompa Mwenyezi Mungu yatima bado anamdharau? Maana yake huyu hajaitambua siku hiyo, ndio maana kaikadhibisha. Sasa ikiwa mtu anafikia thamani yote aliyoizungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaonesha utukufu wa yatima, utukufu wa kumlea yatima, faraja, kutengeneza faraja kwa yatima. Kwa hiyo ikiwa thamani hii Mwenyezi Mungu ameizungumza kwa mayatima, mimi na wewe tukawa tunawadharau, tunawasumbua, hatuwashughulikii mayatima, tunakula, tunamwaga vyakula, tunavaa na nguo zinabaki kabatini, halafu mwenzako yatima anatembea kanzu ya kwenda chuoni imechanika hapa, wewe nguo unaharibu, wewe uwezo unao, wewe huna habari nao kabisa, umewatupa ukadharau. Kuna hatari ya kuingia mtu kwenye kundi la kukadhibisha siku ya malipo. Hatatangaza mbele za watu kwa mimi nakadhibisha siku ya malipo, lakini atakuwa amefanya kitendo cha kudharau mayatima ambao watampanisha daraja mtu siku ya malipo. Fa amma al-yatima fala taqhar, katika kumtetea yatima Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye mwenyewe Mtume alipita huko katika uyatima. Tena Mtume wa yatima wake mzito, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida waqad tuwfi abuhu, kazaliwa Mtume hali ya kuwa baba yake kashakufa. Yani Mtume baba yake hajamuona hivi, labda kamuona kwa njia nyingine. Baba yake Mtume kamuona kwa njia nyingine za batini, hajamuona hivi, kwa sababu alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baba kashafariki, mama hajakaa naye sana, mama kafariki. Mtume alipitia mikono ya ulezi wa watu, kalelewa na Bi Halimatu Saadia radhiyallahu anha, kalelewa na babu yake kafa, akachukuliwa na ami yake, lakini mama yake mapema kafariki. Kwa Mtume alikuwa yatima, kwa maana yatima. Akazungumza katika Qur'ani, sema fa amma al-yatima fala taqhar. Mwenyezi Mungu anakataza yatima usifanye nini? Usimuone. Amma al-yatima fala taqhar, yatima usimuone. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, muombaji usimkaripie. Kaja mtu kuomba, nyinyi bwana omba tokeni hapa, humjui huyo. Biashara yako pengine siku hiyo ndo mtihani wako, 500 kama huna mwambie tu wale wazuri, muda mwingine inshallah. Sasa hivi tena unaimuona usimdharau katika staili hiyo, biashara yako itakafilisika yote. Hujui kaja kiumbe gani kukuomba. Allah anatufundisha adabu na nidhamu za kuwajali watu hata usiowajua, hasa ukiwa mtu humjui, ndio kabisa uwe makini. Kwa hiyo Allah akamtaja mtu wa kwanza, fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye yad'u yatim, anamsukuma nani? Yatima. Halafu akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahuddu, wala hahimizi, ala taami almiskin, juu ya kuwalisha nani? Maskini. Mtu mwingine huyo. Ikiwa mtu hahimizi, sasa hapa unazokuta kuhimiza ni vipi? Pengine wewe huna, lakini shajiisha hata wenzako. Wewe unapewa nafasi ya kuorodhesha pengine watu maskini, au unapewa nafasi ya kuwasogeza. Kuna mtu anafikia hatua anakwenda kutia fitna ili mwenzake asipate nini? Ruzuku yoyote. Yule bwana yule, mbona yule ana mkono wa mbali yule, sawa, ana mkono wa mbali yule. Badala ya kuwasogeza watu akahimiza wenzake wapate neema, ikija yeye anakwenda na wengine mpaka mayatima. Bwana mayatima wale wajiweza bwana. Usiangalie yatima kujiweza kwake, angalia uyatima wake. Haiwezekana yatima kuko vizuri mama na pengine baba kaolewa na mtu ambaye pesa anazo, lakini faraja yako usiangalie mazingira, angalia yule ni nani. Nilikutia kesi mahala,
mtu anakwenda kutoa jina la mtu mahala walipooroza mayatima katika jamii, katika msikiti, ilikuwa anasema huyu bwana, huyu hastahiki kupewa. Sasa yule akamuuliza yule shekhe, kwani huyu si yatima? Huyu katoa bahati mbaya, si yatima? Anasema ni yatima, lakini naona hali zao nzuri. Yatima, uyatima, yani slogan ni uyatima. Ukizungumza hali nzuri utazungumzia kipengele cha nani? Maskini na fukara, anayejiweza na asiyejiweza. Lakini yatima kama yatima, Mtume kamwekea nafasi yake. Na kulea mayatima, nyumba inayolelewa yatima, inayolelewa yatima ni nyumba yenye baraka mno. Sasa hivi watu wametengeza mazingira, mayatima wanatengwa kwenye majumba yao, majumba maalum, sio nyumba za kulelea yatima, anapelekwa kule analelewa. Sijasema ni vibaya, lakini tumesahau nafasi na umuhimu wa kulea mayatima. Huyu ana wajomba, ana maami, ana mashangazi, lakini kenda kuwekwa nyumba maalumu za kulelewa yatima. Yani kiuhalisia unaweza kukuta ni kama vile unamuainisha kwamba wewe nani? Wewe ni yatima, eneo lako ni lako peke yako huko. Tufahamiana? Fahari ya kumlea mtoto yatima ndani ya nyumba yako, mfanye kama watoto wako au zaidi. Anayejua atamfanya yeye zaidi yule, aonesha upendeleo sasa, kwa sababu anampa nafasi yake na ile ya yule aliyemuondokea, heshima. Kwa hiyo nyumba, ukiwa shehe kuna fursa ya kulea yatima, mchukue haraka. Ikiwa kuna fursa ya kumlea yatima, mchukue ndani ya nyumba yako, kutakuwa na baraka. Tengeneza mazingira mazuri, ndo pepo hiyo. Hiyo pepo hiyo. Wala yahudhu, wala hahimizi ala taami almiskin, juu ya kuwalisha maskini. Swali la kuhimiza, al-Imam al-Sheikh anasema hahimizi nafsihi wala ghairihi, haihimizi nafsi yake yeye mwenyewe wala hawahimizi watu wengine. Yeye mwenyewe hajisukumi katika kuwasaidia maskini, wala watu wengine hawasogezi kwenda kusaidia. Sasa huu ni mtihani ambao Allah ameunasibisha moja kwa moja. Watu hawa tunaowataja hapa, Allah anasema ikiwa watakuwa na matendo haya, wameikadhibisha siku gani? Siku ya malipo. Manake humu hizi ni fursa. Hii fursa unapoikalia ukaipotezea, ukaificha, ukaidharau, maana yake ni fursa ilikuwa inakwenda kukusaidia siku ya malipo. Ikiwa utaidharau, maana yake umekadhibisha nini? Siku ya malipo. Ndiyo tawili yake. Ala taami almiskin, juu ya kuwalisha maskini. Kila mtu katika jamii yetu anajitia umaskini kuliko mwingine. Kila mmoja, mimi maskini bwana, tamsaidiana, mimi mwenyewe nitasaidiwa hapa, si ndio? Kumbe anasahau kwamba suala la kutoa sadaka ni suala linalompandisha daraja yeye, sio unayempa. Yule unayempa yeye atakwenda kutumia, atapata fadhila, pengine kashukuru, asante, atapata fadhila ya kushukuru, fadhila ya kutumia vizuri atapata. Wewe uliyetoa hujapungukiwa. Watu wengi huchukua concept ya kwamba kutoa ni nini? Ni nuksani, ni kupungukiwa. Wala hatuna tabia, wengi hatujajizoesha tabia za kutoa. Na wallahi katika jambo lenye siri kubwa ni jambo la kutoa. Na ukitoa kutoka moyoni, siku huenda isishe hiyo, utapata mara 2 au zaidi ya kile ulichotoa. Fanya practical, lakini usijaribu. Fanya kutoka moyoni. Sasa, ya Rabbi, natoa hiki, nipe kikubwa, naamini wewe tajiri utanipa tu siku ya Kiyama. Manake Mwenyezi Mungu anasema, matuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Utakachokitoa chochote katika khairi, sadaka umetoa, melisha, tajiduhu inda Allah, utakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Huwa khaira, kikubwa, kizuri zaidi, bora, kiko bora. Wewe ulitoa kitu cha kawaida tu, kwa Mwenyezi Mungu ni kitu bora. Maana malipo yake hata hakilingani. Vile kile ulichokitoa wewe na kile Mwenyezi Mungu alichokiwekea havilingani thamani. Kile ni thamani ya ajabu. Wa a'dhama
ajra, na ujira ulio mkubwa mno. A'dhama ismu ta'dhim, tafdhili, kubwa mno. Sawa. Kwa hiyo hapa tumeigusa aya ya kuwalisha maskini. Tuwe na desturi, sio unakula wewe tu, lete mishikaki, maziwa kidogo, nini tunaagiza tu. Hebu kaa jiulize, tangu nilipoamka leo nimetoa sadaka? Hebu jiulize hapo ulipo unavyonisikiliza sasa hivi. Leo tangu nilipoamka nimetoa sadaka hata shilingi 100? Nimetoa sadaka mimi? Basi kama hukuwahi leo, mambo hayakuwa mazuri, kesho inshallah tiania kwamba kesho japo mtu mmoja nimfurahishe kwa sadaka, hata mtoto yatima, hebu katumie hii, itarudi hiyo, itarudi lazima. Lakini tuwe na nyoyo kama hizo kwamba tunatoa kitarudi, lakini malipo ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini unatoa kwa hurma na kwa kutekeleza agizo la Mwenyezi Mungu, ili mimi na wewe tusije kuingia katika kundi la wenye kukadhibisha siku ya malipo. Ndio maana akasema swala aya hizi nusu hizi tusazotaja mpaka sasa, nazalat fil As ibn Wa'il au al-Walid ibn al-Mughira. Kuna kauli mbili ziliteremka aya hizi kuwahusu al-As ibn Wa'il au al-Walid ibn al-Mughira. Watu wawili hawa, wao ndio walikuwa na kawaida wanakula, wanachinja mangamia, wanakula, mayatima wanatizama hivi hawawapi, fahari wanamwaga. Mwenyezi Mungu akateremsha aya hizi katika kuwapiga madongo hawa, katika kuwazungumza kwamba ni watu wenye tabia mbaya, na hawa wanaikadhibisha siku ya malipo. Na kila ambaye ataingia kwenye kundi hili, basi na yeye atakuwa amewaunga mkono watu kama hao wenye tabia mbaya. Fawailul lilmusallin. Aya hizi ndio nusu ya pili ambazo tunaambiwa zimeteremka wapi? Madina. Hizi tutanguliza ziliteremka Maka kwa kauli ya wanachuoni walio wengi, na hizi ambazo tunaendana nazo kuanzia hapo zimeteremka Madina, hasatan kwa jamaa huyu aitwaye Abdullah ibn Ubay bin Salul, ambaye ni katika kiongozi wa wanafiki. Kwa nini? Fawailul lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wenye kuswali. Si waliokuwa hawaswali, adhabu kali itawathibitikia wenye kuswali. Lakini wapi ya Rabbi, wenye kuswali wote au kuna wenye kuswali maalumu unaowakusudia hapa? Alladhina hum, wale ambao hum wao an salatihim sahun, wanazipuuza swala zao. Alladhina hum, wale ambao an salatihim sahun, wanazipuuza swala zao. Kuzipuuza swala ni vipi? Ghafiluna, wanaghafilika, wanajitia sahau. Adhuhuri hajaswali, swali la asiri, magharibi mpira ulinoga sana, mazoezi alinoga, saa moja na bukta yake chafu, bukta yake mpaka hapa, ndo huyo anarudi na viatu mkononi. Akifika barazani kwa kwanza, tabani, lete maji kichwani hivi, hata habari hana. Saa moja na nusu, Allahu akbar, usalli faradha salatu al-maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Anaswali swala ya magharibi saa moja na nusu. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Swala ni ibada, ni faradhi iliyowekewa muda maalum. Yeye anaswali muda anaotaka. Huyu ni ghafiluna, huyu ni sahun, anaingia kundi hili. Adhabu kali naye huyu itampata siku ya Kiyama, kwa sababu swala zake hazikuwa na utaratibu ule aliyoupanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuakhirunaha, yani wanaichelewesha swala, anaswali muda anaotaka, min awqatiha au an awqatiha, nje ya wakati wake swala. Huyo mtu wa kwanza katika watu watakaopata adhabu kali, wenye kuswali ambao watapata adhabu kali. Alladhina hum, ambao yuraun, wanajionesha. Kaja mjomba kutoka Omani nyumbani, wewe asikuone kama huswali, nampeleka msikitini. Msikiti wanasali vizuri bwana, napema vitu zetu, wewe mswalihina sana, unaonekana. Au kwa sababu umekaa barazani, watu wameinuka kwenda kuswali,
hapa kama nitaingia choro hapa, nikiingia uchochoroni hapa sijafuata kuandama njia na hawa wanaokwenda msikitini, wanaweza wakanifikiria vibaya, jamii ikanitazama vibaya. Unaswali kwa kuogopa jamii kukutazama vibaya, huswali kwa kumheshimu aliyekupa ukubwa huo, utukufu wa ubinadamu. Walaqad karramna bani adam, hajakuumba chura Mwenyezi Mungu wala mbwa wala jongoo. Walaqad karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu. Utukufu wako uko wapi? Ukienda kinyume ukaiacha nafasi Mwenyezi Mungu alokupa ya utukufu, basi utaanguka. Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tutamrejesha mwanadamu chini ya walio chini. Mbwa atakuwa na thamani kuliko mwanadamu ambaye atakuwa hayupo kwenye mstari kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa ndo walotafsiri ngine, walaqad karramna bani adam, tumempa makarama bani adam. Mwanadamu anaweza kufanya lolote analotaka kama atakaa vizuri. Kama atakaa vizuri, anaweza akaamua jambo Mwenyezi Mungu akaitikia bila kulitazama tu. Kakaa vizuri, kashatukuzwa huyu, kapewa, tumemsakhirishia kila kitu. Allah ameusakhirisha ulimwengu kwa mwanadamu anayejitambua, al-arifu billahi al-muttaqi, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Allah ulimwengu kashakupa. Ukiachilia mbali ulimwengu kuusakhirisha kwa kila mtu, hata kafiri aweza akamchukua ng'ombe akamchinja, na ng'ombe na ubabe wake na nguvu zake asimdhuru, ukampenda pale ukampiga kisu vizuri. Tunazungumzia taskhiri nyingine, kutiisha vitu vingine vikawa chini yako kwa utukufu wako alokupa Mwenyezi Mungu. Dunia nayo ikawa chini yako. Alladhina hum, wale ambao yurauna, wanajionesha. Anaswali mtu kwa kujionesha ili aonekane. Na hapa imezungumzwa swala, lakini ibada yoyote unayofanya ili watu wakuone, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakwambia mimi sina malipo kwa ibada yako hiyo. Utajiuliza, ya Rabbi, kwa nini? Kwa nini? Utaambiwa kwa sababu hii ibada ulifanya ili watu wakuone. Sasa wale waliowafanyia ibada hii, nenda wakakulipe. Wale waliowafanyia ibada hii, nenda wakakulipe. Ni hasara, umejipinda unaswali, unajipinda unatoa sadaka, lakini unatoa baadaye unakwenda kutangaza, sikukuu ya Maria singevaa wanawe Maria wasingevaa wale. Lakini alhamdulillah vile vigugu kutoka Omani asijamsahau. Haya, ubaya nao yeye tu, ati basi na ubaya na yeye. Sasa haya mengine alikuwa hayapaswi kusemwa. Unaharibu sadaka yako. Sadaka ifiche, usiizungumze. Ukiizungumza iwe ni kwa nia nzuri, sio kwa nia ya watu wafanye nini, wakuone. Ibada yoyote ile unayofanya ifanye ili Mwenyezi Mungu akulipe, unatarajia malipo kutoka kwake. Wayamnauna almaun, na wanazuia misaada. Hawa wametajwa wanajionesha. Wayamnauna almaun, na wanazuia misaada. Inakuja misaada na husu watu wao wanazuia, maana yake haifiki kwa wale ambao ni wahusika, yanaishia kwao, wanatumia wao. Halafu pia yawezekana mtu ana nguvu za kusaidia mahala kwenye jambo, lakini anasema mimi simsaidii yule. Hatuzungumzi msaada labda fedha tu jamani, tunazungumza msaada hata wa kifikra. Kuna mtu unaweza kumwambia, bwana huko usiende, kuna hatari. Ambia kwani haoni, mwachiende. Toa msaada. Mwenyezi Mungu ametaja akasema kwamba wasta'inu asema wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni. Maana yake peaneni msaada, peaneni msaada katika nini? Wema na ucha Mungu. Katika mambo mazuri saidianeni. Unaona mwenzako anakwenda kupata madhara, msaidie. Mwenzako unaona anakwenda kuumia, msaidie. Sasa bwana, mwache bwana, najidai sana wewe, mwache akayaone yapate.
Kuna mtu ana mamlaka tu ya kusema yes au no mahala, anaulizwa, bwana mkubwa, vipi ya watu wako, wako vizuri, mnaishi vizuri? Akisema hapana, wanachezea mkomoto wale, na hawana sababu ya kuchezea mkomoto, labda mbaki dunia tu bwana, korofi sana hao. Au yeye ndo anawachukua watu wende wakahujumu mahala kwa sababu ya cheo chake, chuki zake, au kwa maslahi yake, au utofauti wake na kundi fulani. Sawa. Kwa hiyo mtu kwa nafasi yake atumie nafasi yake vizuri, kutoa msaada panapostahiki kutoa msaada. Ni msaada, sawa. Ukiaminika pale popote kwa dhamana yoyote, kwa nafasi yoyote, basi saidia Waislamu wenzako, na hata kama kuna kero, umekerwa pengine na watu fulani, basi pia samehe, ili hujuma isije ikawa kubwa, ikawa mtihani baadaye, inaweza ikakurudia wewe. Kwa hiyo hili pia jamii zetu linasahau. Msaada hapa sio wa kifedha tu, wayamnauna almaun, na wanazuia misaada. Maana yake hata panapostahiki wewe utoe msaada, hali ya kuwa maal qudra, unaweza kabisa kutoa msaada, basi hutoi kwa sababu zako mwenyewe, au kwa sababu ya chuki, au kwa sababu wataka uoneshe kwamba wewe unaweza kufanya jambo unalotaka kwa wenzako. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Araita alladhi, je umemuona yule ambaye yukadhibu biddin, anaikadhibisha siku ya malipo. Fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye, fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye yad'u al-yatim, anamsukuma yatima. Wala yahuddu, wala hahimizi, ala ta'ami al-miskin, juu ya kuwalisha maskini. Wala yahuddu, wala hahimizi, ala ta'ami al-miskin, juu ya kuwalisha maskini. Fawailul lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wenye kuswali. Ndio maana wengine wanasema si vizuri kusimama hapa, na inakuja kuwa na aya 7 ikiwa utasimama hapa, itakuwa na aya 6 ikiwa utaifanya si aya hiyo, utaunganisha. Sawa. Fawailul lilmusallin, wengine wanasema haipendezi kusimama hapo, vizuri sana. Fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ili ipate kupatikana maana adhabu kali itathibitikia wenye kuswali ambao wanazipuuza swala zao. Fawailul lilmusallin, adhabu kali itathibitikia wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanazipuuza swala zao. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanazipuuza swala zao. Alladhina hum yuraun, ambao wanafanya nini? Wanajionesha. Alladhina hum yuraun, ambao wanajionesha. Tunapofanya ibada zetu, tunaposwali, moja kwa moja isije kapita fikra kwamba watu wanione. Wakiwa hawanioni msikitini wataniulizia, nenda ukaswali khalisan lillah, kwamba mimi nakwenda kumfanyia Mwenyezi Mungu. Tunahitaji siku ya kiyama akatulipe Mwenyezi Mungu, asije kutuambia hukuifanya kwa ajili yangu, kamtafute ule mfanyia akulipe yeye. Hakuna atakayekulipa huyo uliyomfanyia, hakulipi. Utafanya mtu akuone, kisha kuona kipi kinakuja. Umepoteza muda wako, umepoteza ibada yako, yeye hata habari na wewe hana. Wayamnauna almaun, na wanazuia misaada. Billahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.